Bana, kwa mwaka 2025 kwake Harmonize anazidi kusherehekea kile ambacho alikuwa ameplani kwa mwaka 2024, na mara nyingi zaidi basi plani huwa zinapangiliwa kulingana na mikakati ambayo record label inakuwa nayo. Naweza nikasema kwamba kwa upande wa Harmonize kwa mwaka huu 2025 naweza nikasema kwamba ni moja kati ya msanii ambaye ana mafanikio ambayo ni mazuri zaidi. Kwa mfano kupitia nyimbo yake ya Furaha, nyimbo hii basi imeweza kumpa angalau kuna mwanga mzuri kwa mwaka 2025. Kuanzia kwenye video yake ambayo ni visualizer, video hii imeweza kumpa watazamaji milioni 5.2, hii ikiwa kama ishara kwamba Harmonize ni moja kati ya mtu ambaye anafuatiliwa sana kwa kasi sana kubwa, tena ambayo basi ni ya kutisha. Pamoja na hayo, naweza nikakurudisha nyuma kidogo. Baada ya kutoa nyimbo hii, basi aliweza kutoa pia nyimbo na Abigail Chams. Abigail Chams ni moja kati ya mtu ambaye kwa hivi sasa anafuatiliwa naye kwa kasi kupitia nyimbo hii ya Me Too, ndio nyimbo ambayo inakamata number 1 trend mpaka kwa hivi sasa. Ni almost wiki 3 mfululizo mwanadada huyu ameweza kukamata number 1 trend kupitia mtandao wa YouTube. Sijui watu wengine labda kuna changamoto gani, au ndio mfungo huu kwamba watu wote wamefunga wanaogopa kuachia nyimbo, lakini ukweli ni kwamba katika upande wa music nikupe tu siri moja kwamba Abigail Chams mpaka kwa hivi sasa basi ndo anakamata number 1 trending, ikiwa kama ishara hii ikiwa kwenye game. Basi Harmonize pamoja na Abigail Chams kwa mwaka huu basi wana mafanikio mazuri sana kupitia nyimbo hii, lakini pia views kupitia nyimbo ya Abigail Chams inakamata basi views milioni 3.5 kwa wiki 3, ikiwa kwamba kwa almost kwa kila wiki basi anaweza kuchukua basi milioni 1 na laki kadhaa. Lakini pia nyimbo inayoshika namba 2 trending ni ya Joel Lagwa, namba 3 Miso Misondo, namba 4 inakuja nyimbo ya Maheri Zaini, lakini pia namba 5 Obi Alpha, namba 6 Billness, pamoja namba 7 ya kwake Jomeriso, afu namba 8 Shalipopi, namba 9 Rapcha, namba 10 Jina kwa Warawara, namba 11 Rotimi, namba 12 tunakutana basi na mwamba wanamuita Divoice Ramadan. Sasa hii ni moja kati ya ishara kwamba watu wengi wanazidi kumfuatilia mwamba, lakini pia mafanikio yamezidi kuongezeka siku hadi siku, kwa sababu ukijaribu kuangalia mwaka huu tangu uanze, pia Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu ambaye aliachia nyimbo mfululizo, lakini pamoja na hayo yote basi ni mmoja wa mtu ambaye naweza ngasema kwamba ameweza kufanikiwa na yeye pia katika kipindi hichi cha mwaka 2025, kwa sababu pia ameweza kulaunch sabuni zake pamoja na mambo mengi ambayo basi kwa sasa ni moja kati ya mtu ambaye anathaminika sana kwenye jamii kwa sababu ya vitu vyake anavyovimiliki na vitu ambavyo anavirepresent kwa jamii. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa muda huu ni kuhusu Harmonize pamoja na Abigail Chams kupitia nyimbo pamoja na views walizopata kupitia mwaka huu 2025 mpaka kwa mwezi huu ambao ni mwezi wa 3 kuelekea mwezi wa 4 Ramadhani itakapo Idi Mosi itakapofika, basi nafikiri kwamba itakuwa ni siku ambayo basi mambo yatakuwa yamefunguka, na naamini ndio mwezi ambao maybe Harmonize anaweza kwenda kuachia albamu yake ambayo amekuwa akisema siku hadi siku. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.